Naitwa Anko Jina, nyuma ya kamera yuko Mwafrika. Leo tuko hapa katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ngara. Lakini leo tayari dirisha limefunguliwa kwa ajili ya watiania ya udiwani pamoja na ubunge kuweza kuchukua fomu. Na hapa pembeni yangu niko na mtiania ambaye yeye anatiania katika nafasi ya udiwani. Sasa naenda kumleta kwako aweze kujitambulisha kwa majina yake, lakini pia atuambie anagombea nafasi gani. Kwa majina naitwa Nuru Shabani Chalamila. Natia nia kugombea nafasi ya udiwani viti maalum tarafa ya Nyamiaga. Tuambie ni kitu gani ambacho pengine kimekusukuma kuweza kuchukua fomu kuwania nafasi hiyo? Kitu kilichonisukuma ndugu mtangazaji kuchukua fomu ya kuwania nafasi hii, kwanza kabisa nikiwa kama Mtanzania nina haki kikatiba ya kuchagua na kuchaguliwa. Lakini pili, nina nia ya kweli na dhati ya kuwatumikia wananchi. Pengine sasa tunajua tayari chama chako kitakuja na kimeshaleta ilani kwa ajili ya uchaguzi huu ambao unaenda kufanyika Oktoba. Pengine nje ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, wananchi wa tarafa ya Nyamiaga watarajie nini kutoka kwenye uongozi wako endapo utapewa ridhaa hiyo? Endapo nitapata ridhaa hii ya kuwatumikia wananchi wa tarafa ya Nyamiaga, wategemee mambo mengi sana na mabadiliko kutoka kwangu. Miongoni mwa vitu ambavyo wanatakiwa watarajie ni pamoja na kuibua na kusimamia miradi mbalimbali ya ujasiriamali. Lakini pia ubunifu. Mimi ni mbunifu wa kubuni vitu vingi ambavyo vitaleta maendeleo kupitia vikundi vya wanawake, kusimamia vijana pamoja na wazee wetu. Lakini zaidi ya yote nitajitahidi kutoa elimu ya afya na akili kwenye uraia, kwa sababu changamoto kubwa tunayoipata ndani ya wilaya yetu Ngara pamoja na tarafa zetu ni pamoja na elimu finyu ya kuhusu uraia. Wengi wamekuwa wanapewa uraia ambao sio wenyewe kwa sababu ni watu tunaoishi mipakani. Kwa nitajitahidi, nitajitoa kwa dhati kuhakikisha elimu hii ya uraia inamfikia kila mmoja na kwa manufaa ya wote. Na kila mtu atapata elimu bora kuhusu uraia na atajua ni namna gani ya kujisimamia anapokuwa ndani ya wilaya yetu hii ya Ngara. Hasa hususan tarafa yangu yenye Nyamiaga. Na pengine sasa umeshaanzisha mikakati ambayo pengine unaamini itakuwezesha kwamba ya ahadi ambayo unaiweka sasa hivi, endapo chama chako kikikupa ridhaa hiyo, utaweza kuyatekeleza kwa 100%? Yes, nimeshaanzisha mikakati ambayo ni mingi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ninaomba chama kiniamini kwamba ninaweza na ninatosha, lakini wanawake na wananchi wote wa Ngara, hususan tarafa ya Nyamiaga, iniamini kwa 100% kubwa kwa kuona kwamba tunakwenda kumtuma mtu anayetumika, tutabeba mtu anayebebeka, kuhakikisha haya niliyoyaweka yanakamilika, hata kama sio kwa 100%, lakini kwa 1% kubwa sana yatakamilika. Mfano, kuongeza fursa za mikopo. Watu wengi hawajui ni namna gani mikopo ipo, wanaipataje, wanapita njia gani ili kufanikiwa ile mikopo. Serikali yetu inayoongozwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi inahakikisha kila Mtanzania ni Mtanzania atakayekuwa amesimama kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni mama ambaye anatoa fursa mbalimbali, lakini wananchi wanashindwa kuzipata kwa wakati kulingana na uwakilishi wao kutokuwa na ile nguvu. Kwa nitajitahidi kuwakilisha vizuri kupitia baraza lile ndipo utapata ridhaa, kuhakikisha wananchi wote wanapata fursa hizo, wanawake, vijana pamoja na wazee. Lakini pia nitapambana kikamilifu kudhibiti vitendo vya ukatili wa kijinsia ambavyo vimekuwa ni tishio na athari kubwa ndani ya jamii yetu, hususan wilaya yetu ya Ngara. Watoto wa kike kunyanyasika, lakini wazee kunyanyasika, kutopewa vipaumbele, lakini pia wanawake kutopata haki zao za msingi za kisheria kupitia mambo mbalimbali wanaokutana nayo na changamoto mbalimbali wanazokutana nazo kwenye jamii. Lakini pia nitajitahidi kuwa kiunganishi chema kwa jamii yangu pamoja na serikali. Kiunganishi chema na kizuri
ambacho hakitoogopa bali kitasimamia haki kwa upande wa jamii pamoja na wilaya yetu. Hivyo nitajitahidi kubuni vitu mbalimbali ambavyo vitawajenga wanawake na watoto na jamii nzima ya wilaya yetu ya Ngara, kuhakikisha wanakuwa huru wanapopambania haki na wanapotaka kitu, ili waende sawa na taratibu za kisheria zinazowekwa. Kwa kumalizia kabisa mahojiano yetu hapa, kuna kundi hili la walemavu, kwa upande wako, endapo utapewa ridhaa, watarajie nini kutoka kwako? Kwenye kundi hili la walemavu, kwa kweli watarajie mambo mazuri. Kwanza ni watu wetu, ni ndugu zetu ambao tunatakiwa tusimame nao imara, kuhakikisha wanapata mahitaji yao sahihi, lakini wanapata haki za msingi, kuhakikisha serikali inawatambua zaidi ndani ya wilaya yetu ya Ngara, inasimama nao zaidi. Ninaamini kabisa kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi hakuna kinachoshindikana endapo watapata mwakilishi mwema kama mimi, mwenye kujitoa kwa moyo wa dhati, moyo mkunjufu, mwenye akili na nguvu, kuweza kusimama imara. Nitasimama nao imara kuhakikisha wanapata haki zao za msingi, lakini pia sitaona aibu wala kuonea aibu mtu yoyote atakayekuwa anawanyanyasa sehemu yoyote, ili wapate haki zao za msingi. Najitoa kwa moyo, na hili naliomba Mwenyezi Mungu aniongoze. Ninayoyasema hapa, endapo nitapata kibali hiki au nitapata ridhaa hii ya kuongoza kupitia udiwani tarafa ya Nyamiaga, nitahakikisha haya nitayasimamia kwa nguvu zangu zote, akili zangu zote na moyo wangu wote. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante Mtiania, na nikushukuru pia mtazamaji wa Simamia TV kwa kuichagua Simamia TV kwa kituo chako bora kabisa cha matangazo katika mwaka huu 2025. Nyuma ya kamera yuko Mwafrika na mimi ni Anko G.